بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار اليقين والحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين واشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين. صلى الله وسلم على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى أصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، huu ni muendelezo wa darasa zetu zinazozungumzia as-sufiyya au pia naweza kusema at-tasawuf, usufi. Tumeeleza kwenye darasa zilizopita kuhusiana na taarifu au maelezo kuhusiana nini maana ya tasawuf, na maelezo haya yaligusa zaidi katika upande wa kilugha, mahali lilipochukuliwa neno at-tasawuf au mahali lilipochukuliwa as-sufiyya, kusema hadha sufiyun wa haula'i as-sufiyyatu. Neno hili limechukuliwa kutoka kwenye asli gani? Tumeona kwamba wanawachuoni hata hao masufi wenyewe kwa kiasi kikubwa wamekhtalifiana kwenye kauli nyingi, na sisi tukazitaja kauli 7 zilizo tofauti wapi limechukuliwa neno hili. Lakini pia tukalitazama neno hili katika upande wa istilahi, ikisemwa at-tasawuf istilahan maana yake ni nini. Tukalitazama neno hili tukaona kwamba pia kwa mujibu wa kauli za maulama wanaotegemewa katika upande wa masufi kwamba hata pia taarifu ya kiistilahi wanawachuoni wao wamekhtalifiana kwenye kauli nyingi ambazo zinapishana, kila mmoja akaleta taarifu au maelezo ya vile anavyofikiria yeye, kuonyesha ya kwamba jambo hili halikuwa limedhibitiwa tangu hapo mwanzo. Kwa hiyo kila mmoja akaleta taarifu yake, akaeleza usufi ni nini. Baadhi yake ukizitazama zinarudi pamoja, yani katika sehemu moja baadhi, lakini nyingine huwezi kuzirudisha mahali pamoja kutokana na ikhtilafu zilizopo katika maelezo ya nini maana ya neno sufi. Lakini pia tukagusia kidogo kuhusiana na vipindi vilivyopitiwa au vilivyopita, katika vipindi ambavyo neno hili lilikuwa likipita na likitumika. Tukatoa maelezo aliyotaja al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, al-Imamu Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake alichokiita Talbisu Iblis, ambacho tulikuja nacho hapa jana, tukasoma yale yaliyokuwemo mule, lakini maalasaf ikawa muda hukuturuhusu sana kuendelea kuyatazama yaliyomo katika Talbis Iblis. Kwa hiyo insha Allah
katika darasa yetu ya leo tutatazama haya kwa sababu kuna umuhimu wa kufahamu marahil na vipindi ambavyo vilipita huo usufi. Kwa ufupi unaweza kugawa kama vipindi vitatu hivi kutokana na maelezo yake Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, kadhalika na maneno ya wanawachuoni wengine inaonyesha kwamba kuna marahili kama tatu zilipitiwa na hao ambao ima wameitwa kuwa ni masufi kwa kusingiziwa au kwa kudhaniwa hivyo, na kadhalika kwa wale ambao wameitwa masufi hasa, na kadhalika wale waliofuatia baadaye wakajinasibu na huu usufi kutokana na harakati zao na vitendo vyao na kauli zao. Lakini kabla ya kumtazama al-Imam Ibn al-Jawzi nitaifafanua nukta tuliyozungumzia jana inayozungumzia taarifu ya usufi na kuanza kwake, kadhalika marahili zake. Yani nitatazama sasa hivi kwenye kitabu ambacho nimekuja nacho hapo kinaitwa Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya, kitabu kinachoitwa Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya, kilichoandikwa na Sheikh Yusuf Khattar Muhammad na kimepitiwa na jopo la maulama kama vile al-Allama Adib al-Kallas, yametajwa Sheikh al-Murabbi Hussein bin Sheikh Musa na wengineo. Kitabu hiki kama kinavyojisoma chenyewe kwamba hii ni mausu'a iliyoandikwa na Yusuf Khattar Muhammad akiwa anabainisha dalili za masufi. Kuna umuhimu wa kutazama kitabu hiki katika maudhui hii kwa sababu pia kinahusiana na masufi. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kitabu hiki kimekuwa ni kitabu cha kutegemewa sana katika marakizi za kisufi, hasa katika sehemu hizi za Afrika Mashariki, mpaka kufikia baadhi ya mashehe zao kukisifu sana, na tumesikia baadhi yao kikisifu kitabu hiki, bali wakiwapongeza wanaokisomesha kitabu hiki, kwa sababu katika baadhi ya madaris wanakisomesha kitabu hiki neno kwa neno. Na wengi katika vijana waliosoma katika madarisi hizo huwa wanakitumia kitabu hiki kutembea nacho kama msahafu. Tunaona katika kitabu basi ujue kuna Al-Mawsu'atu Al-Yusufiyya. Humu ndani huyu muallif Yusuf Khattar Muhammad amekusanya maudhui nyingi tu. Moja katika hiyo ni hii tunayozungumzia at-tasawuf, ndio kaya mwanzo kabisa. Akaleta dalili na hujja mbalimbali na maelezo mbalimbali ya kuonyesha ya kwamba tasawuf ni kitu kinachofaa na ndio Uislamu wa hakika. Ndio Uislamu wenyewe hasa, kiini cha Uislamu ni usufi. Maudhui ya pili akazungumzia tawassul, kufaa kwake. Sio zile aina tatu tu unazozifahamu wewe kwamba safaa tawassali kwa majina ya Allah tabaraka wa taala, kutawassali kwa amali njema,
kutawassali kwa dua ya mtu mwema ambazo zimekuja kufaa kwake imetajwa kwenye Qur'ani na katika Sunna. Yeye akatanua zaidi hata kutawassali kwa jahi za mitume na dhati zao na kadha wa kadha, akazitolea ushahidi hizo. Kadhalika akazungumzia masala ya al-madad, jambo la 3. Jambo la 4 akazungumzia al-maulid. Jambo la 5 akazungumzia at-tabarruk. Jambo la 6 akazungumza al-hadra. Jambo la 7 akazungumza al-harakatu bidhikri. Akazungumza masala takbilul yadi, masala ya siyada kwa masjid fulani, masala al-qiyam watu kusimamiana. Kataja pia vile masala ya dhikrul jahri, kufanya dhikri kwa sauti kwa jahri. Akataja dhikru bismil mufrad, kutaja kufanya dhikri kwa jina ambalo ni mufrad kama Allah Allah au ya latif na mfano hayo. Kadhalika akazungumza swala la ad-duf, akazungumza subha ni ile Kiswahili inaitwa tasbih. Akazungumza masala ya inshad, kuimba, wasamaa na samai. Akazungumzia kufika thawabu za Qur'ani kufikisha kwa mayit kwa wengine, masala ya ziyaratul qubur. Akazungumza mambo mengi ya dhikru ma'al jamaa. Kamezungumza mambo takriban 30 na kitu au zaidi yao, na amezungumza zaidi ya haya, atafika 40 pia nafika. Sasa ametaja humu ndani shubahati nyingi, kwa sababu kuna mambo ambayo ni ikhtilafu, tunakhtalifiana sisi na wao kwa hujja juu ya kwamba hii ni bid'a au ni sunna, au jambo fulani ni shirki au si shirki. Yako mambo ambayo tofauti yake yako namna hiyo, na kuna mambo ambayo hayajaingia katika suala la bid'a, bali kuna masala ya rajih na marjuh ameyataja. Lakini mimi si nataka kukichambua kitabu hiki, kwa sababu ninakisoma sana hiki kitabu, nakipitia kila mara katika maudhui tofauti tofauti. Maudhui yote nataka kuizungumza au kuiandikia, basi huwa nakipitia hiki kitabu katika vitabu vyao, yani kwa maana kwamba kuangalia hoja zake zimeegemea wapi. Na mara nyingi tunaposoma vitabu vya mukhalifuna kama hawa, huwa mimi sisomi tu nikaridhika na namba nazoziandika kwamba angalia kitabu fulani Sunan ya Abi Daud juzu kadha kadha kadha, nikamkubalia, kwa sababu najua kwamba ahlul ahwa siku zote ni waongo, hawana ukweli katika, hawana amana katika kunukuu kwao. Anaweza kuambia angalia kwenye Sahih Bukhari, kumbe hadithi iko kwenye Sahih Bukhari. Huu ni mfano tu. Ameitaja hadithi ya Imam Ibn Khuzaimah, kumbe hamna katika Sahih Ibn Khuzaimah. Hii ni kawaida kwao. Sasa mimi sikubali tu kwa nukuu anazozitaja, kwa mara nyingi inarejea. Akisema mali fulani nitafuta hadithi kwa mali fulani, kasema Ibn Hajar karejea Ibn Hajar kasemaje. Sasa kuna mambo mengi sana utakuta hana ukweli ndani yake, lakini kwa kuwa anawazungumzia jamaa zake masufi wenzake, wao wanabeba tu, wanachukua, wala hawana haja. Akishaambiwa hadithi kwenye Bukhari na atasema hadithi kwenye Bukhari bwana, himo hiyo. Kumbe kasoma katika al-mawsu'atu al-yusufiyya, na mawsu'a imemwambia hivyo. Sasa huu ni mushkila. Siku moja tulipokuwa tukifanya mjadala wa tawassul na baadhi ya masufi, walitaja hadithi kwa mambo ya tawassul yale, nakumbuka, au dufu au kitu gani sikumbuki bidhabt, lakini wakataja hadithi hiyo wakasema ametajwa na Imamu Ibn Khuzaimah. Na mimi ni kwamba najua yaqinan kwamba kitabu cha Ibn Khuzaimah hakuna hadithi hiyo, na nina sababu za kusema hivyo. Najua kwamba haiwezekani kuwa hadithi hiyo katika Sahih Ibn Khuzaimah, na yule aliyezungumza vile alikuwa anazungumza amejiamini, lakini si kwamba ana Sahih Ibn Khuzaimah. Ana kitabu chaitwa An-Nusus as-Sariha kilichoandikwa hapo Lamu. Mwandishi wake ima hakuona au kateleza au kanukuu kwa mtu mwingine kama kawaida yao. Inawezekana kanukuu yeye kwa mtu mwingine kwamba kahitaja Ibn Khuzaimah, na yeye akakubali akasema hivyo hivyo Ibn Khuzaimah akataja kwenye kitabu chake. Sasa na hawa nao waliokuja nao wakanukuu hivyo hivyo,
hadithi kaitaja ibn Khuzaima bwana. Nikawaambia hiyo hadithi hakuna, na hayo maneno nyinyi mmeegemea kwenye kitabu fulani hicho mlichokuwa nacho an-nusus as-sarih, na sisi pia tuko nacho. Nikamwambia hiki hapa niko nacho, ametaja mahali fulani kwamba ibn Khuzaima kwamba kaitaja, na hakuna hadithi hiyo, na mimi nawapa challenge katika hiyo. Nataka kupeni sura kweli. Tukaagizia vitabu viletwe kutoka Tanga, sasa ibn Khuzaima iletwe. Sasa wale walipoona sisi tumesimama kikweli kweli kwamba hakuna, na vitabu vilivyoingia na mjadala waendelea, walikataa. Basi vichakucha yale, basi hakuna, wakafanya fujo. Naambia sasa ibn Khuzaima hiyo hapo isomwe, mtuonyeshe mahali gani, kama yetu mlikubali tani yenu. Sasa nataka kusema kwamba na huyu naye anafanya hivyo hivyo, ndio tabia yake. Kuna baadhi ya maudhui nimezisoma huko ndani, anafanya ihala lakini kadhib, si kweli, anadanganya. Alafu ana tabia ya kukusanya masaili fulani hivi mingine akayatolea ushahidi juu ya jambo jingine. Hii ndio tabia ya Yusuf Khattari Muhammad mwenye kitabu Al-Mawsu'atu al-Yusufiyya. Sasa yeye alipokuwa anazungumzia tasawuf, mwanzo kabisa kutoka ukurasa wa 9 namba 1 katika at-tasawuf, kisha akaelezea ishtiqaq ismi at-tasawuf. Akaeleza, tulieleza katika darasa zilizopita kwamba neno hili halikuwa na asli, yani halikuwa likitumika watu zamani, ilikuwa wakitumia neno Muislamu tu na mingineyo katika maneno ambayo yamekuja ndani ya Qur'ani kama vile as-sabiqin, al-muqarrabin, as-sadiqin, ash-shuhada, as-salihin. Akaeleza aliyoeleza, kisha pia akathibitisha kwamba wanawachuoni wamekhtalifiana kuhusiana na neno at-tasawuf, kwamba latoka wapi. Kuna wanaosema tokana na as-safa, na kile kanukuu bila kupinga, kwa sababu haiwezekani kwamba as-sufi natokana na neno as-safa. Ni nisba khata katika lugha, katika lugha ni nisba ya khata. Huwezi kusema as-safa yatokana na ani sufi au sufiyun au at-tasawuf yatokana na neno as-safa. Lughatan katika upande wa ishtiqaq khata. Sasa ikataja tu kama wanavyotaja watu wengine, kisha akanukuu maneno ya Abul Fath al-Busti kwamba asema tanaza'a an-nasu fi as-sufi wa ikhtalafu wa dhannahu al-ba'd mushtaqqan min as-sufi wa lastu amnahu hadha al-isma ghayra fata safa fa sufiyun hatta summiya as-sufi. Kataja maneno hayo, kaendelea pia katika kwamba tasawuf nisba ila lubs as-sufi al-khashin kama tulivyotaja. Kisha akanukuu maneno ya Ahmad al-Rifai namna alivyosema, akanukuu maneno mengine, zile kauli ambazo tumezitaja, as-suffa, as-siffa, kadha wa kadha, zote amezitaja. Sasa nani au wapi ilianza tasawuf? Akaeleza ya kwamba mtu wa kwanza alijiita kwa jina la tasawuf au as-sufi ni Abu Hashim, ambaye amezaliwa Kufa na maisha yake yote akamalizia Sham, na amefariki mwaka 150. Kadhalika akamtaja Dhunnuni al-Masri, alifariki mwaka 245, kwamba huyu ni mwanafunzi, yani huu ndio alika tahdidi ya nadhariyat za kitasawuf. Dhunnuni al-Masri alifariki mwaka 245, ambaye asema ni mwanafunzi wa al-Imam Malik. Asema huyu ndio alikuja akausherehesha huo usufi, na usufi ukaenezwa na al-Junaidi al-Baghdadi alifariki mwaka 334. Ameyataja hayo.
kisha akaja katika istilahi sasa asema watasawuf laqab istalaha an-nas alayhi tasawuf ni laqab ni jina la kumbandika mtu ambalo sio lile aliitwa na baba yake ni jina ni laqab ambayo wameafikiana juu yake watu walmuradu bihi yanasema wameafikiana hali ya kuwa hawajafikiana walmuradu bihi na muradi wake ash-shakhsu al-muslim ni mtu muislamu huyo sufi ni muislamu almutamassiku bilkitabi was-sunnah mwenye kushikamana na kitabu na sunna kataja hivyo tu kwamba waislamu kwamba watu wameafikiana juu ya maana hii na sisi tumeona kwamba kutoka kwa imma wa sufia wanasema katika istilahi pia watu hakuwafikiana lakini yeye asema wanawachuoni yani watu wameafikiana juu ya maana hii kama muradi ni ash-shakhsu al-muslim sasa hili si neno la kweli hayo sio maneno ya kweli kwa sababu maulama hawakuwafikiana si masufi wala wengineo hata tuwache wale wengine ambao wanapinga wale wenyewe masufi ndani ya usufi wao hawajaafikiana juu ya taarifu ya kiistilahi sufi ni nani lakini mwenye al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati as-sufiyya hapa anafanya talbisi anasema istalaha laqabun istalaha nasu alayhi wal muradu bihi ash-shakhsu al-muslim al-mutamassik bil kitabi was-sunnah kisha asema na katika waliofahamika kwa jina wa mimman urifa bitasarruf fi as-sadr al-awwal al-islami angalia talbisi nyingine na katika ambao wametambulika wamefahamika kwa usufi katika zama za mwanzo za Uislamu sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu wa kwanza katika aliyefahamika kwa jina hili kwamba ni sufi ni Abu Dharr al-Ghifari mchanga mwingine wa macho anaweka swali ukimuuliza umetoa wapi wewe maelezo haya kwamba Abu Dharr alikuwa akifahamika kwamba yeye ni sufi kisha akaeleza wa minhum na katika hao miongoni mwao walifahamika kwa usufi sayyiduna Hudhaifa ibn al-Yaman kwamba ni Hudhaifa ibn al-Yaman alifahamika kama sufi wa sayyiduna Salman al-Farisi na mwingine ni Salman al-Farisi kisha akasema faqad kana yaakulu min amali yadihi alikuwa anakula kwa kutokana na amali ya mkono wake kisha asema thumma jaa min ba'dihi wakataja aliyotaja kana yansuju al-khus wa yabi'uhu kwa maana kwamba alikuwa akifuma makuti yale kisha anayauza thumma jaa min ba'dihim al-Hasan al-Basri kisha akaja baada yao hao waliotajwa chukua wa kwanza ni Abu Dharr al-Ghifari wa pili Hudhaifa ibn al-Yamani wa tatu Salman al-Farisi kisha baada ya hao watatu waliowataja akasema akaja al-Hasan al-Basri pia akawa anafahamika kwa usufi alladhi kana ya'idhu an-nas ambaye alikuwa anawapa mawaidha watu yurshiduhum wa qad rabba rijalan na amewalea watu minhum Malik bin Dinar miongoni mwa hao ni Malik bin Dinar thumma jaa ba'da dhalika Ibrahim ibn Adham kisha akaja baada yao Ibrahim bin Adham thumma al-Imam al-Junayd kisha al-Imam al-Junayd wal-Qushairi na al-Qushairi mwenye kitabu ambacho nilikuja nacho jana cha Risalatu al-Qushairiyya thumma Dhunnun al-Masri al-mutawaffa sana 245 kisha Imam Dhunnun al-Masri aliyefariki mwaka 245 asema watasawuf min haythu dhatuhu na tasawuf kwa upande wa dhati yake aqidatun wa khulqun wa jihadun wa da'watun tasawuf
kwa dhati yake ni itikadi, ni tabia, ni jihad na ni da'wa. Wa da'aimuhu al-islam wal-iman wal-ihsan bima fihi al-muraqaba, nguzo zake ni Uislamu na imani na ihsani pamoja na yale yaliyo ndani yake. Katika hiyo ni al-muraqaba, kumchunga Allah tabaraka wa taala, yani kuona kwamba kama vile popote pale ulipo waona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakuona. Wal mushahada wa mutaba'atu al-Qur'ani was-sunnah wa ahdafuhu at-takhalli an kulli radhila wat-tahalli bi kulli fadila والسلوك الملتزم بطاعة الله ورسوله وجهاد النفس وإصلاح الباطن والإيثار. kataja mambo haya kwamba haya ni katika daaim za at-tasawuf, kwamba katika malengo yake vile vile ni kujitakasa na kila uchafu na kujipamba na kila jambo bora na kufuata njia na kulazimiana, wasuluki almultazam, na njia yenye kulazimiana bitaati Allah wa rasulihi, kwa taa, kwa kumtii Allah na mtume wake, na kupambana na nafsi na kutengeneza batil na kuwapendelea wengine. Sasa swali linalokuja, kama ikiwa hizi ndio daaimu za usufi, kwamba ndio nguzo za usufi. Usufi ni itikadi, ni tabia, ni jihadi na da'wa, na nguzo zake ni Islam na imani na ihsan na kufuata kitabu na sunna. Hatuambie kwa nini kawachagua maswahaba watatu? Kwa nini awachague maswahaba watatu? Abu Dharr al-Ghifari, Hudhaifa ibn al-Yamani na Salman al-Farisi. Limadha? Na hili tulifahamu kwa kupitia Qur'ani na Sunna kwamba masahaba wote walikuwa hivi. Angesema tu masahaba wote masufi, masahaba wote walikuwa masufi, angesema hivi. Sasa akakwepa kitu gani? Alikuwa anakimbia nini? Lakini anataka kututia mchanga wa macho watu, anataka kwenda katika ile maslaki ya kirafidha ya kishia, kwamba kuna masahaba fulani hao ndio walikuwa wafuasi wa Imam Ali. Watatajwa Ammar ibn Yasir, Salman al-Farisi, al-Miqdad, sio? Watatajwa baadhi ya masahaba kwamba hawa walikuwa ndio, wengine wana maneno juu yao. Sasa inaonekana maslaki anataka kwenda nayo ndio hiyo. Wa illa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu kana min sadati az-zuhad, وكذا عمر الفاروق وكذا عثمان وكذا علي na wengineo katika al-ashara al-mubashirin bil janna wa min ahli badr wa min ahli bay'ati ridwan wa mimman shahidu al-mashahid wa mimman kana qabla fath makkah, mimman aslama qabla fath makkah wa qatala wa anfaq wa mimman walladhina ja'u min ba'dihi والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Kwa hiyo hizi ni katika njia za talbisati anazozifanya mwenye kitabu al-Mawsu'atu al-Yusufiyya. Wa illa angetaja japokuwa masdari moja tu kwamba Abu Dharr mathalan alikuwa ni sufi kama alivyosema fulani, labda amesema Mtume swalla sallam au amesema sahaba au amesema tabi'i, angalia kitabu fulani na kitabu fulani. Wa illa kama ismu al-Islam, jina la Uislamu, iman, ihsan, inawaingia masahaba wote, inawaingia masahaba wote, na wala hakuna haja ya kuvua katika hili. Na pengine labda wafuasi wake wanaweza kujibia kwa nini alichagua watatu. Hawa ndio walikuwa zaidi kuliko wengine, wanawashinda wengine, kwa nini hawa peke yao? Katika saadati tabi'in akamtaja al-Hasan al-Basri, na hali ya kuwa kuna Uwais al-Qarni ambaye alikuwa ni sayyid min saadati tabi'in. Katika kauli ni kwamba yeye ndiye mbora kuliko tabi'ina wote, na alikuwa ni mtu zahid, na Mtume صلى الله عليه وسلم alimtaja na akamwambia Umar, akamhusia kwamba ukikutana naye huyo mwambie akuombee dua. Ama katika ilmu watu wameafikiana kwamba mbora na katika ilmu ilikuwa ni bwana Sa'id bin al-Musayyib
ibn Hazan rahmatullahi ta'ala alayhi na wengineo katika tabi'in katika kina Sa'id bin Jubair na wengine. Kwa nini al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri hatumwonee wivu, lakini kwa nini wameachwa saadatu tabi'in? Kama ikiwa usufi ina maana zuhdi, kwa nini wameachwa saadatu tabi'in akahusishwa mmoja? Kina Nafi' maula bin Umar, kina Ali bin al-Husayn Zain al-Abidin, kwa nini wameachwa wote hao? Kina Ibn Sirin Muhammad na ndugu zake, kina Qais ibn Alqama na kina Alqama ibn Waqas, pamoja kwamba kuna ikhtalifiano kwamba ni sahaba au ni tabi'i. Ala kulli hal hana sababu zaidi ya talbis. Sasa nilitaka tu kuliweka wazi hili jambo, na kwamba hata yeye pamoja na kuchelewa kwake na pengine ana vitabu, ana maktaba kubwa, amesoma, lakini ameshindwa kutupa ufafanuzi tasawufu ni nini. Yeye akaunda taarifu yake hii na akasema kwamba watu wameafikiana, na hali ya kuwa hawakuafikiana juu yake. Sasa sisi hatusemi kwamba inapokuja istilahi, kwa mfano watu wanaoshughulika na ilmu ya hadithi wakaitwa, mtu akaitwa muhaddith, hii ni istilahi hadith, ni istilahi iliyozuka. Hatusemi kwamba hii haram bid'a, kwa sababu tunayo maelezo kuhusiana na jambo hili yaliyokinaisha, kwa sababu tafahamu bid'a ni nini. Hili linaingia katika mlango wa masalih al-mursala, ambao maelezo yake ni marefu, kwa sababu leo siko katika kuzungumzia bid'a ni nini na masalih al-mursala ni nini, kwa sababu katika kitu ambacho watu wengi wanakosea wanapoyazungumza mambo ambayo ni mambo, au wanapokuwa wanajadiliana au wanapozungumza mambo kuhusu hii bid'a hii si bid'a, wanashindwa kufanya tahrir mahali nizaa ni nini bid'a. Na pakihaririwa hapa vizuri kabisa, basi utaona kwamba yale yanayotajwa kwa njia ya kulazimisha kwamba nyinyi mbona mfanya jambo fulani na hii bid'a, jambo fulani bid'a, mbona msemi mbona bid'a, yani kama pakihaririwa hapa hakuna tena kauli hizo. Na lillahi alhamdu, maulama tangu zamani wamehariri maneno wako wazi kabisa, kina Imam Shatibi na waliokuwa kabla yao na waliokuwa kabla yao na waliokuja baada yao katika ulama wal muhaqqiqin, maulama wenye kuyahakiki mambo kwa dalili zake. Kwa hiyo sisi hatuko katika kupinga istilahi kwa itlaq, lakini istilahi yenyewe iwe ya kweli. Kwa hiyo mtu kuitwa mathalan muhaddith kwa kuwa anajishughulisha na elimu ya hadith, au fulanun faqihun kwamba yeye ni mwanachuoni wa fiqh, au nahwiyun, au kuwa ni mtu aitwa nahwiyun kwamba ni mwanachuoni aliyebobea katika elimu ya nahwu na nyinginezo katika ulum. Istilahi kama hizi hazina ubaya ikiwa zimeegemezwa katika mahala pake. Sasa huyu bwana katika kulihalalisha hili analozungumzia, yeye anaona kwamba hili swala la kusema fulani msufi ni kama vile kusema fulanu muhaddith, fulanu nahwi, fulanu mufassir, fulanu faqihun. Ataitwa mufassir au muhaddith ikiwa ishtaghala bil hadith ash-sharif, ومن اشتغل بالنحو نحويا ataitwa, ومن اشتغل بالتفسير atakuwa ni mufassiran, yani summiya mufassira. ومن اشتغل بالفقه كذلك سمي فقيها. ومن اشتغل بالتربيه والسلوك من في طريق الله يسمى ataitwa sufiyan. Nisba inatoka wapi neno sufi mpaka aitwe yule anayeshughulika kuwalea watu kwamba ni sufi? Neno hili limetoka wapi? Asili yake nini? Kwa hiyo mathalan ukamuita leo, uamue tu kwamba tumuite anayeshughulika na elimu ya hadithi tumuite muhandis. Ukiuliza istilahi tu, la mushaha fi istilah, la, kwa nini umuita muhandis? Tutauliza hapo sasa. Na ki muhandis tutajua kwamba ni muhandisi, engineer. Sasa wewe kwa nini umelichukua neno hili umemuita muhaddith? Limadha? Lazima utoe sababu za kueleweka. Umefahamu?
Sasa huku ni katika ile namna ya kubabaika. Lakini tukizungumzia kwamba tutazungumza kwamba asili wataitwa ni sufi, kwa sababu sufi ilikuwa ni lugha ya watu au ni watu fulani ambao walikuwa wakivaa nguo za sufi kwa sababu ya kujikurubisha kwa Allah na kuikimbia dunia. Mavazi hayaingii katika suala la ibada ila itakapokuwa sheria imeelekeza. Kwa mfano, mtu kuvaa nguo nyeupe, ukaamua ukavaa kanzu yako nyeupe kabisa, kilemba chako cheupe kabisa, siku ya Ijumaa, siku ya Eid, kwa taasi, kwa kumfuata na kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kufuata maelekezo yake kwamba ndiyo katika nguo zinazopendeza kwa Waislamu, ukafanya hivyo utapata thawabu kwa sababu hiyo. Kwa hiyo na kile ambacho kimeelezwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekifanyia targhib na kuwahimiza watu, wewe ukakifanya kwa kumuiga yeye, utapata thawabu kwa kule kumuiga yeye. Lakini nguo kama nguo yenyewe itabaki kuwa ni halali mpaka itakapokatazwa. Jana nilitoa mfano kama vile mtu kuvaa, mwanamume kuvaa nguo ya kitambaa cha hariri. Hadithi zimekuja kukataza kwamba haifai mwanamume kuvaa nguo ya hariri, ni jambo la haram. Au mwanamume kuvaa nguo ambayo imetiwa manjano muasfar, au mwanamume kuvaa nguo hali ya kuwa ni muslim, nguo ikashuka chini ya vifundo viwili vya miguu na mfano wa kwa mpaka hapa pamekatazwa, hapa pamekatazwa, hiki hakifai, hiki hakifai, lakini asli ni al-hil wal ibaha. Na maneno yanarefuka na kile nitakukisema hatujakifikia. Kwa hiyo hakuna suala la kwamba eti kuna watu wamekuwa ni watu wa zuhudi sana kwa sababu nguo zao zilikuwa zina viraka, kwamba yule anayevaa murakkaa, nguo zenye viraka ndio waonekana kwamba huyu ndio mtu wa akhira zaidi kuliko yule anayevaa nguo yake safi akapiga pasi vizuri, nguo ikaonekana nzuri. Hakuna tofauti katika hilo. Kama huyu atavaa hivi kwa ibada na kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, atakuwa yuko kwenye makosa. Na inatakiwa mtu akiwa katika neema, Allah amemneemesha katika neema yoyote, basi anatakiwa ionekane athari ya neema iliyoko juu yake. Na haya kuna watu waliwakemea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mavazi yao kwa sababu hawakuonyesha athari ya neema juu yao. Tuache mambo haya. Kwa hiyo kipimo cha zuhudi si mavazi, na nisba ambayo tunaona kwamba iko karibu zaidi ya neno as-sufi ni kwenye as-sufi. Ishtiqaqi hiyo ndio ilikuwa akrab na ndio iliyokubalika na baadhi ya wanawachuoni akiwemo al-Imam Ibn Khaldun kwenye kitabu chake al-Muqaddima. Ilikuwa ni jina nimesahau kileta. Ibn Khaldun katika muqaddima amelikubali neno hili, bali waliokuwa nyuma ya Ibn Khaldun pia wamelikubali neno hili kwamba ndio akrab katika ishtiqaq, kusema as-sufi, as-sufi ni mushtaqun min as-sufi, ndio akrab kuliko ishtiqaqati zote zilizotajwa. Zote zikumbali na lugha ya Kiarabu, si lugha ya Kiarabu, labda mtafute lugha nyingine.